Story ya leo nataka tuongelelee kuhusu kitu inaitwa Drink IQ. Drink IQ ni nini? Drink IQ ni ile kitu inaambianga wakata maji kwanza wa Kenya na maji. Drink IQ inafaa ikuambie umeenda kwa club, umeitisha chupa zako 3, umepiga umesikia yenyewe kuna vile. Drink IQ yako ikuambie sitaguza ingine. Wacha niende nyumbani na zenye nimepiga 3, niende nilale, kesho niamkie kama ni zingine 3. Hiyo ni drink IQ yako iko fiti. Lakini kama drink IQ yako iko chini, kana toshana hivi, itakwambia nimepiga 3, wacha niongezee zingine 3 ndio niende vizuri. Drink IQ yako iko chini. So leo story ya leo ni kuhusu drink IQ. So story iko hivi sasa. Before COVID ikuje, hakuna kitu ilikuwa ina bamba, hakuna kitu ilikuwa ina tesa kama end of year party. End of what? End of year party. What? Hiyo kitu ilikuwa ina tesa. Kampuni yenu inawaambia mmekuwa kazi 364 days. Hii siku ya 365 tunataka tuwachafue. Mko na kneecaps. Mkuje na kneecaps juu mtaenda na magoti. Hiyo ni kampuni yenu, kulingana na kampuni yenu. So kuna best mmoja alikuwa anafanya kazi kwa kampuni fulani. Kampuni yao ikamwambia kuna end of year party. Siku ya party ikafika. So siku ya party kufika, wakaenda mahali party ilikuwa imeshikiwa, kila kitu ilikuwa imeshughulikiwa. Mwenye kampuni akasema siku ni yenu, mujibambe. Wewe kunywa zote zenye unataka, kunywa kila kitu unataka, kunywa hata kama ni kreti 7, kunywa tutalipa. Sasa jamaa wetu akawapa tu anasema guy, na Wakenya wakisikia pombe ni bure. Wacha tu. Sasa jamaa wetu party kafika, ndio hiyo party ikaanza. Sasa kila mtu pale ni wewe ni kuteremsha tu, kupiga tu, kuteremsha tu. By the time saa 6 ifike hivi, saa 6 hivi ifike ya usiku, jamaa alikuwa amepiga chupa 8 na bado anaongezea. Hadi mabeshte wake pale kando wanaanza kumwambia, jamaa uko pabaya jamaa. Anasema mimi niko sawa kabisa. Wacha hata niongezea 9. Jamaa piga maji. Ni hapa tu. Wewe. Hii kitu wewe. Jamaa piga maji. Kitu saa 9 hivi ya usiku, drink IQ ya huyu jamaa ingemwambia tuko kwa party. Hii place yenye tuko ni secure. Sipati imeletwa huku. So hii place ni secure. Drink IQ ya huyu jamaa ingekuwa sawa, ingemwambia usisikie ungumu kuacha gari hapa, uitishe taxi, ukimbie nyumbani, ulale, ukujie gari yako kesho. Lakini juu IQ ya jamaa ilikuwa chini, ni kadogo, kanatoshana hivi. Akasema gari inajua nyumbani. Ni hii kitu akazidi na gari. Na jamaa akona chupa 9 kwa tumbo. Sako highway ni hii kitu wewe. Hii kitu wewe. Ni hii kitu tu, gari inajua nyumbani. Tuzidi kuzidi. Pale Waiyaki kulikuwanga na barabara inatengenezwa. So kama mtakiwi mvuke kwa hii lane, kuna zile vitu huweko kwa barabara kama demarcation, usipite huku saidi. So ni concrete, ni kama drums zimewekwa concrete, zimepangwa hapo kando. Sasa jamaa ako hii kitu wewe. Jamaa kufika pale Waiyaki, piga concrete na gari. Vile tu alijaribu kufocus wapi. Jamaa kona chupa ngapi? Chupa 9. Jamaa piga concrete, gari ikarushwa hii side, ikagonga gari nyingine hapo kando. Jamaa akafanya hesabu,
nimegonga gari nikingoja maafisa wakuje. Kwanza wataninukia. Wasikie niko na chupa ngapi? Chupa 9 kwa tumbo. Na hiyo itaniletea ngori. Jamaa akasema hapa siwezi simama. Ni kitu. Piga reverse wewe, piga reverse. Jamaa akazidi. Bahati alikonga na beshte yake mwenye alikuwa naishi tu hapo karibu. Hapo tu around. So akaamua wacha niende kwa beshte yangu, niende nilale, niamkie safari asubuhi niende kwangu. Jamaa akazidi mpaka kwenye beshte yake anakaa. Akaenda mpaka huko. Kwa gate akapata soja. Jamaa akaambia soja, nimekuja kutembelea beshte yangu hapa tu. So nipatie ruhusa niingie. Soja akamwambia, "Oh, by then nishaikuona ukikuja kutembelea yule beshte. So wewe ingia. Na juu huko hakuna parking, wacha gari huko nje, wewe ingia." Piga pause. Mpaka hapa tuko sawa? Piga pause. Nikwambie events ziliendelea hiyo siku ndo ujue siku yako ikifika imefika. Timing ya Mungu perfect. Ya shetani maridadi. So jamaa huyu beshte yake mwenye amekuja kumtembelea ilikuanga Friday. Kesho hakuna job, kesho ni Sato, alafu ni December. Yaani mambo imekaa tu hivyo, hakuna pressure. So jamaa amekaa tu kwake, ana watch TV. Yule beshte sasa ana watch TV. Alafu hawa watu wetu mnawajua hawa watu mnawajua stima mnawajua hawa watu wetu wa stima wakafanya stima zikapotea. So jamaa ameketi tu kwake, ni kitu 6 sasa previous day. Wacha sana na hii siku jamaa anakuja. Hiyo siku yenye previous day saa at 6 Juni 6:30 hivi. So jamaa kwa kwake amebangaiza tu. Yaani hebu sikiza. Huyu jamaa amekuja kutembelea beshte yake. Huyu alikuwa kukata maji na beshte yake hakuwa na form. Alikuwa tu umetulia nyumbani, anashindwa sana nienda wapi. So alikuwa tu na watch TV. Ilikuwa 6:30 hivi. So jamaa hadi alikuwa amewasha lights za nyumba. So jamaa akiwa kwake, si ndio hiyo, stima zimepotea, ni 6. Manzi jamaa kakaa, stima zimepotea, sina form, siwezi lala saa hii. Jamaa akafikiria wacha nitoke, niende nitafuta wanaume wenzangu, tupige story, at least masaa isonge. So, unaona stima zimepotea. Jamaa hakuzima TV, hakuzima lights, yeye alitoka tu. Venye stima zilipotea, stima zimepotea, wacha nitoke. Jamaa akatoka. Hakuzima TV na hakuzima lights. So zilibaki tu hivyo. So mpaka hapo tuko sawa. Jamaa kwenye alienda akapata hadi form, akalala, hakurudi kwake. Unaona? So mpaka hapo tuko sawa. So huyu jamaa soja akamwambia, na by the way uko na bahati, juu unaona lights ziko on. Kumbuka yule jamaa hakuzima stima na hakuzima TV. Sababu vile stima zilikuja zikarudi, TV ikarudi on na stima lights zikarudi on. So kwake ukiwa chini uangalie utasema enyewe utafikiria enyewe kuna mtu. So hadi soja akaambia jamaa, enyewe hadi naona lights ni kama jamaa hajalala. Uko na bahati jamaa hajalala. Naona lights. Yeah. So jamani akastaga kwa stairs, akastaga akapanda mpaka kwa stairs. Mpaka kwa jamaa kwa mlango. Enyewe hadi akasikia TV inaongea, akasema ni kweli jamaa hajalala. So ni kunock. Kaka akanock. Wacha jamaa akanock. Karibu hadi agwe huyu gavana wa huku kwa Masai. Na knock. Jamaa akanock. Then jamaa, unajua tu pombe inakuonyeshanga kila kitu ni rahisi, kila kitu ni possible. Jamaa akafikiria na pombe zake. Okay. Sijui nitawaelezea aje. Kwa hii nyumba, so unaona jamaa amepandia, stairs ziko hapa. Jamaa amepanda and then akaingia kwa corridor sasa. So hii nyumba inakaa hivi. Stairs ziko hapa. Hii ni corridor. Stairs ziko hapa. So jamaa amepanda akaingia kwa corridor. Then venye hizi zimekuja, hii ni corridor, hapa kuna balcony. Unaona kuna balcony ya hii building. Kuna balcony and then inakuja inashikana na building nyingine, hii inaenda hivi. Lakini venye iko hizi balcony za
hii building zimefika mwisho, hapa ndo mwisho, yani hazija continue hivyo. So imekuja hii ni balcony and then inafika mwisho, and then hii side iko na balcony zingine, lakini za hii side ni zile balcony zinakuanga single. Kila room iko na ka balcony huko nyuma ya kitchen. Sasa kuna ka balcony single kwa kila room, hazijashikana, yani ni kamoja kamoja hivyo. Sijui kama mnaelewa. So venye imekuja hii ni complete. Hii balcony hii ni complete. And then inakuja inafika hapa mwisho, and then zinashikana na hii nyumba, hii inazidi hivyo. Balcony za hii side ni uto tu single balcony. Kila room iko na ka balcony yake. So mlango wa jamaa, kwenye jamaa amekuja iko hapa. Hii balcony imekuja ikafika mwisho hapa. Za hii side zimefika mwisho hapo. And then hapa kuna between hii balcony ya hii side hapa na haka ka single hapa katikati ya kuna gap, hazijashikana, balcony hazijashikana. So hapa kuna ka space. Hii space, so jamaa amepiga and then jamaa akafikiria nikikuja niruke kwa hii balcony, niruke kwa ka balcony, nitaenda nifungue hii mlango ya kitchen kwa jamaa, nienda nifungue niingie. Hiyo hesabu huo jamaa iliingiana perfectly, very perfect. Jamaa akafanya hesabu akasema, so jamaa alikuwa anataka aruke balcony, aruke ajishikilie. Ako hapa tu ajishikilie. Sasa mnaniona watu wa kamera, mnaniona? So alikuwa ashika balcony hivyo, si unaona, amejishikilia, ameruka balcony and then amejishikilia hivi. Sasa anataka aruke, ashike ile balcony, aruke, ashike, unaona? Wacha tucheke tu, jamaa ako uhai, jamaa ako sawa. Jamaa ako sawa, ako uhai. So jamaa kafanya hesabu na akaona yenyewe inaweza. Between hii balcony na kama haja nataka kuruka ni kama tuseme like 2 meters. Tuseme 1.5 meters. Kutoka hii balcony yenye ni complete, alafu waka single. Sasa mahali anataka kuruka, hiyo space iko between ni kama tuseme like 1.5 meters. Jamaa akafanya hesabu akaona inaweza. Hii ni nani hawezi ruka hapa? Nani hawezi ruka hapa? So jamaa akajitayarisha. Jamaa akaruka balcony, akajishikilia. Akafanya hesabu akaona hii inaweza ruka. Hii ni 1.5 meters. Lakini jamaa anaona hii ni kama ni 1.5 inakuwa hivi ama 1. Hii inaweza ruka. So jamaa amejishikilia hivi. Jamaa akafanya hesabu, akahesabu 1 2 3, jamaa akaruka. Sasa jamaa kenye alifanya, alishika kama hajafika, alishika chuma iko hapa, hajafika kwa chuma. Hakufika kwa chuma, hii chuma iko hapa. Kenye alifanya, aliigota alafu akazidi. Acha mwanaume apige nduru. Waacha mwanaume apige nduru kwa hewa. Alafu hiyo sauti, unajua mtu akitoka juu akipiga hiyo sauti inaendaga ikishanga. Inaenda ikidiminish. It is diminishing. So ile sauti ilikuwa juu, sio yenye jamaa alifika nayo chini. Venye anatoka juu akiteremka, anakuja sauti ikipungua. Ni kama jamaa ameteremka, amepiga nduru yake yote. Sasa wenye wako ilikuwa third floor. Ilikuwa third floor. Alianguka kutoka third floor. Sasa wenye walikuwa second floor walisikia sauti inatoka juu, ikakuja alafu jamaa. Sasa wenye wako second floor waliulizana, what ni mmesikia mwanaume anapiga nduru kwa hewa ama ni mimi nimesikia zangu? Sasa jamaa kwenda kufungua kwa dirisha, akaona watu soja huko chini, kuna mtu ameanguka. Sasa jamaa vile alifika chini akaanguka. Unajua sasa kuna vile mtu
akianguka unaangukanga na design nyingine. So jamaa akapiga chini. Soja huko akasikia kelele, akakuja mbio, kuna mtu ameanguka nini. And then kule kwa second floor kulikuwanga na beshte ya yule mtu mwenye alikuwa amekuja kutembelea. Beshte ya yule jamaa. So huyu mlevi akikuja kwa yule jamaa, huyu wa second floor anaendanga. Wanaenda wanapiga story. So huyu wa second floor wanajiona na huyu jamaa mwenye ameanguka. Sasa watu ni kukimbia, kuna mtu ameanguka nini. Huyu wa second floor kukuja akasema, najua huyu jamaa. Huyu jamaa ni beshte ya yule beshte yangu, so namjua. Wakasema huyu jamaa tusipomsaidia, huyu jamaa anaenda. So lakini soja akasema, huyu jamaa kuna gari, kuna vile tunaweza mpeleka nao hosi, alafu tutajua ni aje. Wakampora, wakapata funguo za gari. Wakasema ni sawa. Wakachukua jamaa wa gari, piga gari moto, wakazidi mpaka hosi. Sasa kufika kwa hosi, madaktari wakakuja. Kumbuka ile gari ilikuwa imepiga mawe, so imebondwa. Madaktari wakaona hii gari ni kama imegonga mtu, lakini wakakanyangia. Jamaa akachukuliwa mpaka huko ndani. Huyu beshte ya yule jamaa wa third floor akaingia kwenda ajue venye kuko, ndo ajue venye wanaweza saidia wa communicate na watu wa familia yu jamaa wakuje. Sasa jamaa venye aliingia, huyu msamaria mwema venye aliingia kwa hosi, akaambiwa na daktari, boss, kuna vile kaa na wewe kidogo hapa, tutakuretain kiasi juu tunaona hiyo gari yenye imekuja ni kama imegonga mtu. Yaani jamaa akasema mimi nimesaidia tu. Jamaa ni beshte yangu pia. So nikaamua nimsaidie. Akaambiwa ni sawa, tukatai. Sisi tunataka tu hii gari tunaona ni kama imegonga mtu, na ni kama umegonga huyu mtu na hii gari. Sasa unakuja kutudanganya ati ameanguka kutoka kwa floor kwa nyumba juu utaki kumshughulikia. Kwanza tutakuretain mpaka askari wakuje waangalie waone kama unaongea ukweli. Jamaa akasema mimi nimesaidia tena ninaretainiwa. Akasema ni sawa. Maaskari wakakuja wakaangalia gari. Enyewe akasema huyu jamani kama anaongea ukweli juu tukiangalia gari ni kama ilipiga mawe. Ni kama hadi mtu akiguza iko na simiti. So akasema huyu jamani kama anaongea ukweli, huyu jamaa ana shida, acha aende. So jamaa akashughulikiwa chuma kwa mguu. Yaani yeye ni half man, half robot. Yaani cyborg. Chuma kwa mguu. Huyo hata mwezi enda naye airport. Mnaenda wewe kaa kando. Unaenda kusema ni IQ yangu, ni drink IQ yangu iko chini. Acha ufala. So jamaa akatibiwa. Wacha tuseme jamaa ako fresh, ako sawa. Lakini jamaa ilikuanga lesson. Lakini alilearn through the hard way. Jamaa kuanguka kutoka third floor sio mchezo. Sio mchezo. Ile nduru mwanaume alipiga. Hiyo nduru hata waacha tu. Hiyo nduru. Waacha tu. So jamaa alishughulikiwa, katibiwa, jamaa ako sawa. Lakini shida ni ati hiyo surgery, kila kitu therapy, juu lazima sasa hiyo mguu aende therapy ndo mguu ipate nguvu ya kutembea. Lakini kama huyo jamaa angekuwa na IQ iko juu, angepata hiyo yote. So kama drink IQ yako unajua sio mzuri, usiforce. Kama wewe unajua ukikunywa drinki 3, ukipiga chupa 3 uko sawa, usipitishe. Piga 3, enda nyumbani, ukalale. So jamaa kati alikuwa sawa, amekuwa sawa, jamaa alitibiwa kwa fresh. Lakini it was a long way to recovery. Therapy huyo mzee alienda, anatembea kama mtoto, anatembezwa karibu atembezwa kama mtoto tanga. Anyway, story iko hivyo. I hope imewabamba. Hiyo story ilinibamba, nikasema lazima niwaletee. So ukitaka kupata hii story na zinginezo, enda pale YouTube. Kuna channel by the name Abel Motua ama Wakurugenzi
yule jamaa wa wakurugenzi. Mamen. So enda usearch Abel Mutua. Ukitaka story kaa hizi na zingine mingi utazipata kwa channel yake. Go subscribe to his channel, subscribe to my channel too kama ujisubscribe, and together tutazidi fiti. So that's my story for today. Kama imekubamba piga like, comment na subscribe sana by the way, to subscribe. Alafu kidogo very soon kutoka next video kuna changes kiasi nitafanya. Some changes nitachange vitu kiasi, and then nakuja na team kubwa, team bab kubwa. Nakuja sasa na team. Tutakuwa tunafanya kazi like a team. So kutoka next video nawaletea vitu different, tunawaletea in short. Leo nitakuwa na team ili kwa tu ya kufunga the Waweru family. Actually I'll be changing even the name. Lakini channel bado ni ile, bado ni mimi tu utapata pale. Mimi tu, hakuna mtu mwingine utapata. Mimi tu. Lakini channel tutachange jina kiasi. And then tuingie sasa na team. Team bab kubwa. Hii mtafurahia. Mutafurahia. Otherwise, that's all for today. Asanteni sana kwa time yenu. Thanks for everything. Comment pale hivi kama imekubamba. Till next time. See you next time. This is King Kid ama Mr. Blue Skin. Ukipenda niite Mr. CEO. Nyinyi wenye mnaniita baby, sawa tu. Although sijui kwa nini. See you next time.